Pressed D Online, the voice of voiceless. Zao letu. Kama ni habari, hii ndo yenyewe. Indiana Hairdressing Salon ni wakali wa kubadilisha mwonekano wako kutoka ule local mpaka ule international. Tupo katika jengo lililokuwa ofisi ya dhamani ya CAF au press hizo namba ili uweze kupata huduma zetu bora kwa bei check kabisa. Indiana Hairdressing Salon, mwendo. Hiyo mambo vipi Tunduru Tanzania? Yes bwana, as I told you kwamba leo nitakuwa na mkale au vipi bwana ambaye anapika vitu fulani hivi kutoka ndani ya Tunduru Tanzania. Kiukweli ni kipaji fulani hivi cha kizazi sana. So by the way, leo niko na bwana nipite naye mtu wangu wa nguvu au vipi bwana. So leo atakuwa hapa kwa ajili ya kufanya yake. Usiondoke mtu wangu. Mimi naitwa Snap on Point au vipi? Unaweza ukanicheki katika Instagram yangu as Snap on Point. Hivyo dondosha comment pale kwa kile ambacho kitakuwa kinaendelea this time around au vipi bwana. So tuzetu break afu tukirudi na kuja kupita naye. Hivyo hii ni Pressed D Online. Zao letu. Magic Sound. Yes bwana, kama nilivyokuambia au vipi, tumerudi. Niko na mwanangu wa nguvu kutoka ndani ya Magic Sound. Ni studio fulani hivi ya kizazi sana. Inakuaje mama? Si kama pomshi nini mzee? Kama kawa naona mzee bing bing nini umewaka. Unajua au vipi? Ndakukosti shilingi ngapi kufanya muonekano wako fresh namna hii? Kawaida sana. Kawaida sio mwanangu. Sana. Bwana, isi okay, labda tukianza na sanaa yako au sio bwana? Mimi nakufahamu wewe kama artist, sikujui kama producer, lakini leo nimeshangaa mtu wangu nakuja ndani nakuta vitu fulani hivi so amazing au vipi. Ni kizazi sana mwanangu. So wewe ni msanii au ni producer? Bwana, mimi ni msanii ila sana mimi ni producer. Msanii ni producer. Ukiwa producer ni rahisi kuimba au vipi? Kwa sababu unakuwa unachoka vitu mwenyewe hivi na vile, kwa melodies toka muda mwingine nakuwa na feelings za muziki. Kwa ni lazima ni msanii. Kwa producer wote ni rahisi sana kuimba. Kwa producer ni rahisi sana kuimba. Okay, ukiachana na hiyo, ni mtu gani ambaye alikupa inspiration, si ndio? From extent yako kuinspire wewe mwisho wa siku uje uwe Magic Black Killer au vipi unapika ngoma? Ni nani ambaye alikushawishi sana? Mimi nimeanza muziki 2010 au si? Wakati nipo chali sana. Na mimi ndio nilikuwa nipo kama darasa 7 hivi. Ushansoma. Kwa nikana napenda sana mazingira ya muziki. Mimi mwenyewe nimezaliwa napenda muziki. Kwa hiyo cheza ile kuna studio nikakutana na watu tofauti. Au si? Kuna walikuwa kina Sebo, ushansoma. Walikuwa kina Fadi, walikuwa kina nani? Unaona ana kibao au si? Kwa hiyo nilianza kucheza studio nikaanza kupenda muziki. Ila baadaye kuna mwanangu mmoja wa au si? Wanakuja huku Tunduru mara nyingi sana. Kwa hiyo nikakutanishwa naye na mwanangu Jojo Pati. Alikuwa rafiki wa Jojo au si? Kwa hivyo afika Jojo nikaenda kwa Jojo pale tukakutana na Evertouch. Kwa hiyo ndo akanifanya mimi nipende muziki na akajua kwamba una kitu dogo, hebu fanya hivi. Yaani mpaka kesho nikiwa na kitu wazo au nini natumia, ila wapo wengi ila yeye ndo zaidi kanifanya hivyo. Sababu yeye kanikuta muda ambao mimi naupenda muziki na umri gari kidogo nimejitambua. Kwa ndo hebu fanya hivi, una kitu za kufanya jambo lika kitu, sinaelewa. Sasa umesema jamani anaitwa nani? Evertouch. Okay, Evertouch. Pia jamani producer. Yeye ni producer ila sasa iko basic sana za business. Business kama magari jamani nini na msheza kama hivyo. Yes bwana, ni kizazi sana. Umesema ulianza mwaka gani kufanya muziki? Kufanya muziki rasmi kufanya muziki ni 2014. Si okay, 2014 naweza kuproduce, yani kupiga muziki, yani kupiga, kucreate mpaka kuexport ni 2014.
Okay, from 2014 mpaka this time around. Yes, ni mambo mengi sana au vipi? Kuna issues hapa na pale na nini au vipi bwana? By the way, leo uko na home studio au vipi? Mimi mtu wangu umepitia vipindi fulani tofauti jo. Kwa hiyo unaweza ukashare na sisi zile situation ambazo wewe umepitia. Naweza nikashare na nikaelezea kwamba vipi na nini nimepitia mpaka kwa Bwax. Yes, go. Shanisoma. Vitu vya kwanza, kuna vitu vingi sana, lakini kitu cha kwanza ilikuwa ni changamoto ya kushawishi familia kama familia mimi na kitu. Hicho kitu ambacho kwa kimenitesa sana. Ushanisoma. Kutokana na wengi tunazaliwa katika hali za chini. Nadhani naelewa. Sasa. Kwa hiyo mpaka mshawishi mtu ile aelewe kwamba kweli mwana ana talent, ana nini, ana hichi na hichi. Ushanisoma. Kwa hiyo nayo ikawa changamoto kubwa. Kitu kingine, kutokana na mazingira ambayo mimi nipo Tunduru au si? Ni ngumu sana mtu kumfanya sanaa. Ushanisoma. Mimi na kitu. Ushaelewa? Yeye akaamini kwamba kweli una kitu. Si ushaelewa hiyo? Kitu kingine ilikuwa kwamba swala kuwa na tools za kufanya kazi. Ushanisoma. Ilikuwa naona kitu ambacho kinafanya mimi nipotee au nisiamini kama nitakuja siku kwa Bwax. Kwa sababu mimi naanza muziki na flash. Natembea na flash. Kwa nikutamana na PC na chop, nitagonga, akiwa na shida zake nitachomoa flash, nitaondoka. Kesho nenda vijana mishe. Ushanisoma. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo ni changamoto utanazo kushawishi familia ifahamu mimi na kitu, mazingira kupokea ile hali ya kwamba kweli mtu fulani anafanya kitu, vifaa. Ushanisoma. Zote changamoto ambazo zimeniumiza sana. Umeshaelewa? Ziko nyingi lakini hizo ndio sitoi kuja kuzisahau mpaka nimekuwa Bwax au nitaendelea kuwa Bwax zaidi ya hapa. Yes, bwana usisahau kama hii ni Pest TV Online, the voice of voiceless au vipi? Lakini leo niko na mwanangu wa nguvu, si ndio? Bwax Killer, the overdose. Zao letu. Mwanangu, unajua katika game ya muziki au sio bana? So kuna vitu mingi sana ambazo huwa zinatokea. By the way, kwa kuelewa jitokea labda mtu previously mlikuwa mna share idea au sio? Chemistry fulani, unajua maproducer nyinyi au vipi? So naandaa vitu fulani na share chemistry labda na maproducer wakubwa. Hakuna mtu yote ambaye ulikuwa na share naye hapo mwanzo, manake kuna story fulani ambazo zilitrend kwamba Bwax sasa hivi yuko hivi na mtu fulani. So by the way, unaweza kuweka wazi issue? Naweza niweka wazi. Mimi kwanza unapozungumzia kushare idea, nimeshare na producers wengi sana wakubwa. Ushanisoma. Wengi nimeshare nao idea. Ushanisoma. Ila kama miezi 5 sasa hivi au si? Au hata miezi 8 kuna mtu sipo naye sana. Mmoja wa watu ambao sipo nao sana pamoja na huyo jamaa. Mwanangu, by the way, mimi ninachofahamu katika lebo nyingi sana au sio, zinakuaga na wasanii. Labda wewe kuna wasanii ambao umewasign katika lebo yako? Kuhusiana na lebo mzee, lebo ninayo au sio? Ila sio nilikuwa nimestop kuhusu lebo kuziendesha na nini. Sasa nilikuwa nipo school na soma kidogo, unajua. Nilikuwa nipo shule kwa engineer mmoja hivi. Kwa hiyo lebo zipo na suni naanza kuzisikia lebo ya Magic Sound ikifanya vizuri katika gitaa kama zinafanya vizuri track zingine au kazi zingine. Kwa lebo ninayo mzee. Cheki katika Instagram yako kuna post ambayo ulipost, kuna clip fulani. Hii ni ngoma inaitwa Utamu wa Ngoma ambayo imeimbwa na Lanster, lakini pia akamshirikisha Blight. By the way, hapa mwisho ka touch producers ambaye ni Sam Touch, lakini pia ukamtouch Mr. T Touch pia, si ndio? Kuna mchongo wote ambao unahusiana naye kati yako na Lanster? Lanster ni mwanangu na yeye ni moja ya lebo yangu. Yaani suni za nikaingia fanya kazi nikamtambulisha rasmi. Lanster ni mwanangu, ni artist pia ni msanii wangu naweza sema. Sababu suni za nikaingia track ya fanya beat vocal kama za jini. Bwana, big shout sana kwa watu ambao wamefikia. Lakini hapa chini kuna Mnyamwezi ambaye aliweka comment hapa. Huyu jamaa anaitwa Unions 685 asema sijaelewa dogo, nikajua brand new joint yako kumbe una promo vya kudaa. Ndio vipi? Lanster ndo joint ya mimi na T Touch kama alivyokuwa Bingo
kwa mimi kwa T-Touch. Kwamba Mchizi alikuwa haja kusoma. Ila hii pia ni project yako. Lanista ni mwanangu sana. Sawa. Ushanisoma. Yaani nasunza kuna track tulikuwa tunasikia nikaanza mimi kama Zauti. Kwa unapozoea sana promo, tayari mtu wako unafanya lazima ufanye promo, ajalishi yuko wapi, anafanya lakini tayari mtu wako lazima ufanye promo. Okay, vipi una brand kazi zako? Maana nikicheki pia katika Instagram yako hapo naona kwamba clip nyingi hazionyesha au post zako nyingi hazionyeshi kwamba uko labda studio unapika, kwa mfano kama nilivyozoea kwa kina S2 Keys, kwa producers wengine wakiwa wanapika labda clip fulani wanaonyesha wako studio na vitu kama hivyo. So nikicheki hapa naona by the way kama ni moja tu ambayo inaonyesha kuna kitu fulani ambacho kinapikwa. So unajibrand vipi? Brand ya mimi clip zilikuwa kibao, nafanya instruments, nafanya nini au si, lakini nikazifuta sababu nikataka mwaka niwe mpya. Na hizo posts zote na maana ina post kitu ambacho kile kinaingia mwaka huu au si. Kwa hiyo ndo nimeanza maisha mapya muziki wangu 2019. Ukiangalia hapo kuna post ya Mason, kuna post kama vile Lanista, au wote kuna post ya Fobi Uno au si. Hao wote ni watu ambao nipo nao sana close. Kwa hiyo natambua mwana, naomba tupush mzigo. Oya, naomba tufanye hivi au si. Kwa ndo hivyo. Kwa hiyo mimi soon tunakuja kujaza Instagram yangu. Sawa. Zao letu. Mwanangu Bax, kuna story ambazo zinaendelea sana kitaa au vipi? Inaonekana kuna msanii mmoja ambaye wanampendelea sana. Lakini hapo pia kuna romance pia ambazo zinaendelea kwamba wewe unajiona na unajisikia nini kutokana labda na brand yako imekuwa na vitu kama hizo hapo, si ndio? Kwamba kuna wasanii ambao hutaki kufanya nao, umeelewa? Lakini kuna wewe Mwamba inaonekana mzee unampendelea sana, lakini pia toka mwanzo unasikia sana jamaa unamrudia kwa sababu pale mwanzo ulimtaja kwamba yeye alikuconnect na huyo jamaa, lakini mpaka hapo alipofikia jamaa na mchango mkubwa sana. So umewezaje kufanya kazi na huyo wakati wengine analalamika kwamba wewe unajiona unajisikia? That's it. Yani kweli na nimefurahi kitu kama hicho leo nikitoa mbele za watu ili wajue wapate kufahamu nini kinaendelea au nini kipo juu ya hicho kitu. Hasa kitu cha kwanza, muziki mimi chagua ni kazi yangu. Ushanisoma. Ikiwa kama kazi, muziki una matakwa. Yaani una vitu ambavyo unatakiwa kufanya. Ushanisoma. Kwa unavyomzungumzia da jamaa unampendelea au usimpendelei, huyu anaiti, huyu haiti, uzuri wa beats au sio? Au uzuri wa wimbo unaanzia kwa msanii. Ushanisoma? Sababu yeye ndo anachop ladha. Ingawa mimi ndo natengeneza tena ladha kubwa. Ushanisoma? Mimi kitu cha kwanza ambacho kinanifanya ni chague huyu wa kufanya naye, huyu usifanye naye. Kwa sababu gani? Umerudi before umesema kwamba ulikuwa unachop muziki kunapeleka huko. Ushanisoma? Hapana, mimi sipo, lakini tayari watu ambao wanafanya nao muziki wanajaribu kupeleka sehemu wao. Kamzungumzia Alimwina before, wasema wanafanya jamaa kazi imebang, tumecheza na club au si. Umezungumzia issue ya viewers kuongezeka. Ushanisoma? Kutokana na serious wa nini? Wa kazi. Ushanisoma? Kwa hiyo kitu cha kwanza mimi napenda sana nifanye kazi na mtu ambaye iko serious. Kwa hiyo jamaa sio kama nampendelea au sio kama kuna watu nawapendelea, ila wako serious na nini? Kazi. Ni watu ambao wameshachagua muziki ni msemo wa maisha kama nilivyochagua mimi. Kuna uja mtu anafanya track, picha ya mwisho inaisha ndani kwake, yeye labda na mtu wake. Ushanisoma? Na tunazungumzia kusoma malipo ya kawaida, kwenda kwa tufanye kazi zifike sehemu tu tunatafuta kitu fulani. Ushanisoma? Kwa ndio hivyo mzee, ila sio kama napendelea au nafanya hivi, no. Vibe ya kazi ambayo anayo mimi ndo nafanya. Ushanisoma? Ila wajua kwamba wengi ambao tuko Tunduru ni wasanii wengi ambao tupendi kujifunza. Hatupendi kuchakalika, hatupendi kuaso. Tunapenda tupate kitu hapa kwa hapa. Ushanisoma? Muziki huwezi kaununua kwa pesa, ni ujuzi wa muziki ununue kwa pesa sahihi. Kama unanunua shirt labda, kiatu, muziki wa pesa unanunua kwa kutengeneza wewe. Yaani uthamani wa muziki unaupata kwa kutengeneza wewe. Tumia time kutengeneza. Na kusikulinga, hapana mimi silingi, ila nafanya kazi ambayo itanifikisha sehemu. Sio kila kazi. Kuna producer kibao amefanya kila kazi, kisha mwisho akapotea. Afu sometimes inakuwa inaniuma. Ushanisoma? Time ambayo naipoteza. Ushanisoma? Silali usiku, afu mtu anakuja. Ndio nakwambia kuna tracks kibao, kuna instrument kibao nimezizuia kutokana na usilias wa watu mdogo. Yo, barida sana mwanangu. Labda kuna mtu ambaye amesimama nyuma yako kwamba
hata kama ukatengeneza kitu fulani mshikaji akisema okay inakuwa good. I mean mtu ambaye yani unamsikiliza sana au vipi au jamaa yani brother mimi nataka kufanya kitu fulani au mwanangu mimi nataka kufanya kitu hiki, jamaa anakupa mawazo na nini na vitu kama hivyo. So simaanishi kama management au labda ni mtu ambaye anakusupport yani kwa namna moja ama nyingine. Watu ambao mtu ambaye ananisupport, mtu wa kwanza kabisa au si ni yangu. Ila soon tutamfahamu nani katika Magic Sound na anahusika vipi au ana mchango gani juu ya mimi, kutoka kwa Amanzi au mpaka Wax au si kutoka Chocholoni mpaka kwa Magic Sound. Ila na kuna mtu ambaye nikifanya muziki lazima faino aipate au anishauri kitu au asikilize, yupo Noeli. Ndio mtaja before pale akasema ndiko kwa engineer na skuli kama ifanye. Kwa hivyo mzee. Yo mwanangu kizazi sana. Labda siku moja mzee umetengeneza beat kali au sio? Kwamba umetouch ukajua kwamba hii beat ni kali. Afu then ukaituma kwa msanii ukamwambia mwanangu wewe hebu sikia beat, afu jamaa akachoma akamwambia mwanangu beat gani hiyo? Beat gani unazingua? Labda ishakutokea situation kama hii? Hapana, sijai kutuma beat sehemu. Sasa yani toka nimeanza muziki sijafanya kitu kikakataliwa. Mungu ndio maana nakwambia Mungu kaniumba sana na fame. Ushanisoma. Sijafanya kitu ila ninalawama sana nikiingia labda kuna social media. Kila mtu anataka nimpe beat. Naomba beat, naomba mpaka wewe la lista. Ana deni naye. Kuna beat anahitaji kwangu. Dr. Nelly au si wapo na muziki kibao. Ushanisoma. Kwa sijaituma kitu sehemu nikazingulela huwa naomba wewe vibe yako na sisi kidogo tunajua muziki. Okay. Ni msanii gani mkubwa ambao unawishi end of the day uje kufanya naye kazi? Wengi mzee. Moja. Wengi. Zao letu. Unajua kwenye show ya muziki kutafuta brand na vitu kama hizo, kwamba inatakiwa ufike stage labda uache marafiki fulani, japo utasema mtu fulani bwana anavimba, mtu fulani mbona yuko hivi, unajua zile. Kuna kipindi upepo ulichafuka kati yako wewe na artist mmoja anaitwa Alimwina. Wanaumia baada tu ya kuachia track yake fulani ambayo uliipika wewe mwenyewe, inaitwa Wanaumia. So mwisho wa siku ikaonekana jamaa amekaa kipindi kirefu haja release ngoma au vipi bwana, lakini nyuma panzia ilionekana kwamba kuna kitu ambacho kimejificha kati yako wewe na mchizi, kwamba mko sawa. Hiyo haitoshi. Alishawahi kufika Prestige Online ku introduce ngoma yake fulani au vipi? Nikamuuliza ni changamoto gani ambayo inakufanya wewe ukae muda mrefu usirekodi ngoma, inakuaje na nini? Akasema hilo swali yani liko nje ya uwezo wangu kulijibu. So labda wewe unaweza kufunguka kuhusiana na hii mchongo. Kuhusiana na huo mchongo kitu cha kwanza ni kuaminisha wewe Prestige Online na jamii yote kiujumla. Sawa. Mimi kama mimi nipo sawa na kila mtu. Ila mimi nina mikakati yangu ya kazi. Ukifuata kila asubuhi tunatoa ngoma. Ukipuuza kila mwaka tutapuuza ngoma. Ushansoma. Mimi kitu cha kwanza napenda mtu awe serious katika muziki. Sababu kwanza ndo tunatafuta nini? Njia ya muziki uingie international. Ushanisoma. Kwa inapopotea serious kwa mtu ambaye tunatakiwa nifanye naye kazi, huwa wangu inaniuma. Kwa sababu na track nyingi sana au instrumental nyingi sana nimezuia bado mtu ajawa serious. Hakuna hilo. Kwa hiyo nipo naye sawa, lakini alipoteza serious time fulani. Tunajua. Na ndio tulipokuwa serious tukatoa Wanaumia 80. Ushanisoma. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye ngoma zaidi ya ile. Ila soon nipo naye session na kuna mzigo bado uko jikoni. Taachia mtacheza. Kwa ni hivyo mzee. Wale wanangu ambao walikuwa wanajiuliza sana, inakuaje? Mbona kama Wanyamwezi wetu hawako sawa au vipi bwana? So wako sawa, lakini pia wako na project. Hivi soon mzigo utaingia sokoni. Mjiandae kupokea. Labda mwanangu, ni track gani ambayo uliipika ukasema kwamba yani ukisikiliza mpaka unasema I say mkono by the way nilifanya vizuri sana, stuff like that? Ni track zote zilizofanya zikatoka out za moto au si? Na ndio maana mtu atakisema atoke studio yangu aende kufanya sehemu nyingine, haitokei kama hiyo.
Ushansoma. Na kitu ambacho Mungu kanijalia kabla ya wote, ndio maana kila mtu anaelewa mimi ninachokifanya au anavutiwa nacho mimi ninachokifanya. Hasa producer mkubwa nikimwomba msaada au nikimwomba ushauri, ushanisoma kwamba bro, na hichi imeishia, ni feeling za muziki. Mungu kanijalia na feeling za muziki, na muziki ndio feeling wanazo nyingi, natoa kitu hichi kwa mikono yangu yote ambayo nimeifanya au yote ambayo itakuja mpaka Mungu atamtoa duniani kwenda kwa hit tu. Kwa yote ni hit au yote mitamu. Okay, lakini kuna romance fulani ambazo zilikuwa zinaenea sana kitaani, kwamba semekana kwa Bwax yule ni mtu wa kuchop sana. Ni mtu wa kuchukua sehemu fulani afu anakileta kama kilivyo. Kwamba kuna watu ambao walikuwa wanasema kwamba Bwax bwana hana kitu cha tofauti, hana muziki wake, hana sound yake. Yeye ni mtu wa kuchop, ushaelewa? Anatoa sehemu fulani anaweka pale afu anakufanyia beat. Ndio maana beat zake zote zinakuwa kama zinafuatana. Unaizungumziaje hii mzee? Sio kweli. Au si? Kwa sababu nikianza kuhesabu track toka enzi za kukumbukaga, ushansoma, tunakuja tuna celebrate, tukaja kwa simple, sijui kitanzi au si mashamshamu, ushansoma, wanaumia yenyewe, ushanisoma, akina madogo, akina Dayo, wana akina BZD, akina nani, ushanisoma, ni track tofauti. Kwa ni sio sahihi kwamba mimi na chopu huko na huko, hapana, sababu ukiangalia zote zina sound tofauti. Sema ninachotakiwa ni muziki, kila mtu ana package yake, kila producer, ushanisoma, unamzungumzia Kimambo na package yake, Titata package yake, Stokiza package. Kwa kuna vitu ukivisikia unasema huyu fulani, ushanisoma, na Chris beat yote, kuna sample tayari kitu ambazo wameshachukua, jezi huyu ndo mimi, ni sample yangu mtaani. Hiyo ipo katika muziki. Na alafu ni kawaida sana brand ambayo imeishi hipo katika muziki ikawa inafanya hiti kila siku. Hiyo ipo mzee. Siona zetu Marekani instrument moja na za track kibao, ushanisoma. Juzi tu hapo tumesikiza Aibu, leo tumeicheza hatufanani. Umeona sasa, kwa hiyo kawaida sana mzee. Labda ni producer gani ambaye wewe Bongo unamkubali sana? Ukisikia track ambazo amezifanya kwamba then unawish kwamba mimi nataka Bwax wa baadaye aje awe hivi, nataka Magic Sound ya baadaye ije iwe hivi. Ni nani ambaye unamkubali sana Bongo DSM? Kwanza mimi nakubali wengi, ushanisoma, ila unavomzungumzia Mason Selector, ushanisoma, ni mtu ambaye huwezi kumpangilia yeye Mason next atakuja na kitu gani. Hiyo never. Sawa. Ushanisoma. Kwa ni mtu ambaye ananiinspire sana katika kazi yake au katika mimi kuwa mtu niwe same fulani au niwe kama fulani. It's okay. Ila wapo wengi wazuri mzee, wakali kama kina King Rufa, ushanisoma, ila na mzee mzima pale Mason Selector ananiinspire sana. It's okay. Nikicheki katika YouTube hapa kuna track zako ambazo ulirelease au vipi? Umecheki ngoma ambayo inaitwa Tuna Celebrate. Hii ulivyoamini umepost miaka miwili iliyopita. Naona ina 1k viewers au vipi? Then ukapost haikuwa simple, amini itakuwa mwaka jana. Hii ina 2.3k viewers. By the way, nikicheki range naona kwamba kazi zako zinapata viewers wengi. Maana baada ya miaka miwili ilikuwa na viewers moja, lakini sasa hivi mimi 1k.9, lakini sasa hivi iko na 2 na points. By the way, naona fans wako wanafanyaje? Wanaongezeka. Hii ilikuwa ni mwaka 2018 na huu ni mwaka 2019. Umejipangaje mzee kuongeza fans yako? Kwanza niwatake radhi sababu nimepotea kwanza kwenye muziki au sio? Lakini nimekuwa cool sana, ila nilikuwa naongeza uwezo au sio? Na kuweka mazingira sawa ya kurelease kazi. Kuhusiana kazi sasa na kazi nyingi na kama album 2 ambazo tutapata recording bado kurelease tu. Ni full time kuzichoka mtaani. Kwa ni hivyo, wakati tayari wazidi kunipenda, kwa zinakuja kazi zaidi ya hizo ambazo wao wanazo. Chanzo mkono hivyo mzee. Okay, bwana usisahau kama tuko ndani ya Prestige Online au vipi, mimi naitwa Snap on Point. Niko na Mwamba Bwax Kida. Hapa ndo pale ambapo zile track ambazo zina bang kule kitaa club na nini kipande hapa cha Tunduru Tanzania ndo zinapigwa hapa au vipi bwana? Yes. Rescue labda mzee baba unajiko. Umeoa wala?
Sijaoa lakini kwenye mahusiano. Uko kwenye mahusiano. Yeah. Vipi kuhusiana na mtu wako ambaye uko katika mahusiano yako? Anasupport vipi kazi zako? Yeah, ana-support na anapenda na anahitaji mimi nifike sehemu. Ana support, anapenda na anahitaji mimi nifike sehemu. Sasa tukamjua official sio? Umepiga pini namna hiyo. Time tutajua tu. Na vipi kuhusiana na watu ambao wanakuzunguka? Wanasupport vipi kipaji chako? Mimi nazungumzia labda ma DJs au sio, labda watu ambao wanafanya matamasha ambao wanakuzunguka katika jamii yako, wanasupport vipi muziki wako? Yeah, namshukuru Mungu kwa upande wangu, au si? Kazi zangu zinapokelewa sana katika kwenye jamii, au si? Okay. Sio klabu, kwenye sherehe, kwenye kila tukio ambalo linahusu burudani. Track zangu nazisikia zinacheza, sometimes mpaka media zinacheza, au si? Sema ndio hivyo, nilikuwa nimepotea kwenye muziki. Kwa Daudi Suli nitasikia mpaka radio kubwa zitasikia tracks zinacho. Au vipi? Yeah, ila DJs shout out sana wanipatagi. Yeah. Nashukuru Mungu kama hivyo mzee. Yes, big up mwanangu, ni hatua kubwa ambayo umepiga. Labda kuna kitu chochote ambacho labda mchongo wote ambao unataka kushare ndio na watu ambao wanakutazama this time around? Kipo mambo mengi ya kushare. Go, niachie kwanza na fans wangu. The bwana is a boy works the overdose beats. Instagram you can search for works the overdose beats, unanipata. Pia unaweza pale kuingia kwenye account yangu kacheki kazi zangu. YouTube Works Magic, utakutana na mimi pale. Soon tu utapokea mambo makubwa mazito zaidi ya hayo ambayo mmeyapokea kutoka Magic Sound chini ya producer Works the Overdose Beats. Shout out sana Best TV Online. Subscribe YouTube channel ya Best TV Online Works Magic Overdose. Yes bwana, asante sana kwa ambao walikuwa wananifuatilia, ndio bwana, natoka pale mwanzo mpaka mwisho. Mimi nasema asante sana. Mimi naitwa Snap on Point ya stick at Instagram yangu, natumia Snap on Point, si ndio? Niambie chochote ambacho unahitaji kukisema pale, lakini kama unavyoona tulikuwa kwa Works Magic au vipi, tulikuwa tunapita nao, tuna vipaji vingi sana. Moja ya kipaji kikubwa sana Works Magic pia yumo katika listi, lakini usisahau Bianze Kamera alikuwa Jojo Pajo, alikuwa anasimamia mchongo mzima hivyo yani. Lakini wazangu kutoka pale Fales Classic Wearing umefanya muonekano wangu zidi kuvutia, si ndio? Unataka kufanya ni kufika pale madukani, pita pale kwa Fales kwa ajili ya kuweka kodi kali na za kijanja zaidi. Ajedoke Brand pia wamesimamia programu mzima toka mwanzo mpaka mwisho. Hivyo mimi ni Snap on Point. Sasa kusubscribe katika YouTube channel ya Best TV Online, ingia YouTube, search pale Best TV Online, hakikisha una subscribe au vipi kwa ajili ya kujipatia michongo yote ambayo tunakuwa tunaiweka pale. Hivyo hii ni Tunduru Tanzania. Sisi kama Tunduru, sisi kama vijana tunaweza. The voice of voiceless. Press TD Online, the voice of voiceless.